Naomba kuchukua fursa hii tushukuru sana jambo hili kubwa la jukwaa la biashara la uwekezaji na kila kitu hapa Arusha, ambao ni jambo muhimu sana kwa mustakabali wa biashara lakini uwekezaji. Kwangu mimi nikiwa waziri wa viwanda na biashara nimefarijika sana kwa jambo hili kwa sababu litafungua mambo mengi sana ya kibiashara. Na kubwa zaidi tunafahamu mkoa wa Arusha sasa hivi, mimi nikiwa waziri wa viwanda na biashara, tuna jambo letu la kimkakati, kwanza kiwanda kile cha magadi soda cha kule Ngaruka ambacho kitasababisha watu wa Arusha wengine waanze kuhakikisha kwamba wanatengeneza bidhaa zingine za kwa ajili ya kwenda kuuza katika eneo lile, ikiwemo swala zima la vyakula, lakini sasa ufugaji wa kuku na mambo mengine. Hili ni moja. Lakini hii leo hii baadaye tutafungua jambo lingine jipya, kwa sababu tunafahamu kwamba si muda mrefu sana tutakuwa na michezo mikubwa ya AFCON ambayo sisi Tanzania tumepewa dhamana katika kuandaa michezo hiyo. Na nakumbuka kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya uwekezaji mkubwa sana katika jiji hili la Arusha katika ujenzi wa uwanja wa kisasa zaidi. Kubwa zaidi ni waombe wa Tanzania tuchukue fursa hii kuweka miundombinu mizuri na wezeshi ya kuhakikisha kwamba tunafanya proper accommodation ya watu wetu wataokuja. Lakini halikadhalika eneo hili la Arusha tulikuwa na viwanda mbalimbali vile ambavyo viliwekeza kipindi hicho cha baba wa taifa, kiwanda cha General Tyre na vinginevyo. Sasa kipindi hichi jukumu letu sasa, tutahangaika kwa kadri iwezekanavyo maeneo haya yote ikiwezekana tuyafufue, tufanye uwekezaji mkubwa. Lengo kubwa ni kwamba tuweze kufanya biashara wakati wa michezo hii inapokuja. Mwaka mmoja kwenye huu mkoa, na ndani ya mwaka wangu huu mmoja ambao nimetimiza tangu niteuliwe, nimeziona fursa nyingi sana, fursa ambazo kwa mtu ambaye akiamua kuwa serious kubadilisha maisha yake ni jambo jepesi tu. Ili nikiwa nasema huku na kuonyesha hela nazotengeneza, inaweza ikakuchochea ikakupa na hamasa na wewe kufanya biashara. Kwa kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan katengeneza fursa nyingi na kapelekea tuwe na miradi mingi mikubwa, swali langu, je, miradi hii wananchi wanaijua au tunajua sisi tu viongozi? Yaani AFCON kweli wanakuja, lakini namna gani watu wa Arusha tunapata pesa kutokana na hiyo AFCON? Kwa sababu hilo jambo lazima tuje tujadili, ili tuitafute pesa ilipojificha hapo katikati na wananchi wa mkoa wetu waipate. Kila mtu kimuona anasema utalii unalipa. Nini utalii unalipa? Mama kafungua fursa. Lakini wengi wao wanaishia kwenda benki, wanachukua mkopo, ananunua magari. Je, wizara ituambie kwenye sekta ya utalii eneo pekee ni la kununua magari na kujenga vyumba, au hapa katikati kuna fursa nyingi zilizokaa na watu hawazijui? Leo hii Daktari Samia akatupelekea umeme kijiji mpaka kitongoji. Tafsiri yake ni kwamba tumeongeza idadi ya watumiaji wa pasi, lakini pasi hatuna kiwanda kishakufa na watu wanaagiza pasi kutoka nje. Je, hiyo sio fursa? Kwa nini tunajazana kwenye eneo moja tu? Mnamwona fulani anatengeneza hela nini, kaanzisha kiwanda cha maji. Sasa idadi ya viwanda vya maji viko vingi kuliko viwanda ambavyo bado hitaji lake kama nchi ni kubwa. Angalia idadi ya watu wanaonunua magari kila kunapokucha. Angalia bandari yetu ya Dar es Salaam inaposafirisha magari kwenda kwenye nchi zetu jirani. Swali ni moja tu. Tunanunua magari na matairi tunanunua kutoka nje, wakati hizo zote ni ajira ambazo zilipaswa ziwe ndani ya nchi yetu na vijana wa mkoa wa Arusha wawe sehemu ya kunufaika. Naitwa Gilead Terry, ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji TIC. Na kama mnavyofahamu, jukumu la kituo cha uwekezaji ni kuwahamasisha Watanzania pamoja na watu wote wageni kuja kuwekeza nchini Tanzania, kuchukua fursa za kiuchumi ambazo zipo hapa kwa ajili ya kushirikiana na Watanzania. Lakini pili, kuwawezesha, kwa Kiingereza tunaita facilitation, kuwafanyia wepesi, urahisi kwa niaba ya Watanzania wote ili waweze kuanzisha uwekezaji wao na biashara zao kwa urahisi. Lakini jambo la tatu ni kuendelea kuifuatilia miradi ile na kuhakikisha kwamba inakuwa pamoja na kufanikiwa. Na hapa leo Arusha tunampongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa wazo hili la kufanya kongamano la uchumi, na tumezungumza fursa nyingi ambazo ziko mkoani Arusha na ziko katika nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Matarajio yetu ni kwamba TIC kupitia kituo chetu ambacho kiko hapa Arusha kitaendelea kufuatilia na kuwasaidia Tanzania yeyote, mwana Arusha yeyote anataka kuanzisha uwekezaji wake, aje TIC, atapata ushauri wa bure, atapata usaidizi ili aweze kufanikisha uwekezaji wake. Na matarajio yetu ni kwamba biashara hizi na uwekezaji huu utakaofanikiwa, aidha ule ambao uko kwenye AFCON, wenzetu wa utalii, madini na mengineo, wataongeza ajira kwa Watanzania, wataongeza kodi kwa serikali, vipato kwa familia na kaya za Watanzania, tutapunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, tutazalisha nyingi hapa nchini ambazo tutaziuza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tutakuza teknolojia ambazo ziko nchini kwetu, lakini pia kukuza uchumi wetu kwa upana.
Robert Max, mimi ni katibu mkuu wa waongoza watalii wote Tanzania, na kwa niaba ya waongoza watalii wote Tanzania ningependa kuishukuru serikali ya mkoa wa Arusha, hasa kumshukuru Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa, lakini pia mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwa kuanza kufanya jambo la msingi sana la kuandaa hii economic forum. Kweli imetuheshimisha sisi kama guides, lakini pia kama mkoa wa Arusha, na tungependa kumshukuru kwanza kwa kuwaleta wazungumzaji ambao ni wa kimataifa, ikianza na Profesa PLO Lumumba. Idai ni kwamba kila mtu duniani anamfahamu Profesa PLO Lumumba. Tulipopata huu mwaliko tulishangaa kwa sababu hatukuamini kwamba itakuja kutokea siku ambayo Profesa PLO Lumumba angeweza kuletwa Arusha. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Paul Makonda kwa kumleta, lakini pia kwa kumleta mwandishi wa habari mahiri ambaye anaitwa Jeff Koinange, ambaye ni mwandishi wa habari mstaafu wa shirika la CNN. Lakini pia tunamshukuru kwa kuwaleta mawaziri wawili ambao mawaziri watatu ambao wamekuja kutuonyesha fursa mbalimbali kwenye swala la uwekezaji hapa mkoani Arusha. Kwa kweli tungependa sisi kama tasnia ya utalii tungependa kushukuru, hatuna la kusema ila kushukuru kwa kusikia fursa ambazo tutazipata kwa ujio wa AFCON, na pia tumeambiwa kwamba maombi yetu mbalimbali ambayo tulikuwa tumeyafikisha kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yamesikilizwa. Soko la Morombo ambalo tulikuwa tunaomba lijengwe kwa ajili ya utalii wa ndani, lakini utalii pia wa wageni ambao wangependa kwenda kupata nyama choma kwenye sehemu salama, tunaambiwa soko linajengwa. Na pia jana tunaambiwa kwamba Mheshimiwa Mchengerwa naye amesaini mkataba wa kujenga stendi ya Arusha na pia kujenga soko la Arusha. Hii miradi yote itaendelea kuvutia watalii. Kansela wa waongoza watalii Tanzania, jukwaa hili limetufungulia fursa. Sisi vijana wa Arusha kuna vitu vilikuwa vinakuja lakini hatujui tuanzie wapi. Lakini leo viongozi wetu hao wakuu wa nchi wametufungulia na wametuambia nini tufanye. Kwa mfano kama kituo cha uwekezaji TIC, tulikuwa hatujui kabisa. Lakini TIC imetufungulia na imetuambia kwamba ni kitu gani tunaweza kufanya especially kwa sisi wawekezaji wazawa. Kwa hiyo TIC tunaishukuru sana, imetufungulia fursa. Kwa mfano kama mimi nilikuwa sijui, kwa mfano ukiwekeza TIC kwa mtaji wa zaidi ya $50, una uwezo wa kuagiza magari yako na ukapewa 50% off wa kuingiza Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana forum hii. Pia tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa kutuletea Arusha, kwa sababu Arusha ndio hub ya utalii Tanzania. Vile vile ningependa kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu vitu hivi zamani vilikuwa vinafanyika chini ya maji bila kujua, lakini sasa hivi vimeletwa kabisa kwa wananchi. Wananchi tumechukua fursa, na sisi kama vijana wa Arusha tuko tayari kutembea na hii fursa. Asante sana.